Katika kikao chetu kilichopita tulimwona Yona akitupwa baharini, na sasa tunapoendelea na safari yetu ya hekima kupitia kitabu hiki kizuri kidogo, tunamkuta akiogelea katika bahari ya Mediterania. Lakini hapa katika mstari wa mwisho wa sura ya kwanza, ghafla anapotea kwa kumezwa na kitu kikubwa kwa mara moja. Mstari wa 17 unaeleza, Bwana akamwandalia samaki mkubwa ili ameze Yona. Naye Yona alikuwa ndani ya tumbo la samaki siku 3, mchana na usiku. Sasa lazima nikuambie, huu ni mmoja wa mistari inayodhihakiwa sana katika Biblia nzima. Kwa kweli, kwa karne nyingi watu wamebuni njia za ubunifu za kumtoa Yona kwenye tumbo halisi la samaki mkubwa halisi. Mwandishi mmoja niliyemsoma alidai kwamba kilichotokea hasa ni kwamba kulikuwa na meli nyingine iliyoitwa Samaki ambayo ilimwokoa Yona. Mwandishi mwingine alipendekeza kwamba Yona aliogelea hadi nchi kavu, halafu akakaa kwenye nyumba ya wageni iliyoitwa Samaki ambako alipumzika kwa siku 3 na usiku 3. Wasiomwamini walikuwa wakidai kwamba koo la hata nyangumi midogo sana kumeza mtu. Leo tunajua kwamba nyangumi wa kawaida wa aina ya sperm ana koo lenye urefu wa futi 15 na upana wa futi 9, kubwa kiasi cha kumeza basi. Wataalamu wa viumbe wa baharini pia wamegundua kwamba wanyama hawa wakubwa wana hewa ya kutosha tumboni mwao kwa mtu kupumua, ingawa kungekuwa na joto na unyevu mwingi sana. Sasa nataka ujue, mimi sihitaji kujua kwamba nyangumi anaweza kumeza basi ili niamini hili. Kwa kweli, ninachohitaji tu ni ushahidi wa maandiko, na ushahidi wa maandiko unasema hapa kwenye mstari wa 17. Wacha nisome tena. Bwana aliamuru samaki mkubwa akamezwa Yona, naye Yona alikuwa tumboni mwa samaki siku 3, mchana na usiku. Unaona swali, wapendwa, si kama kuna samaki mkubwa wa kutosha huko nje wa kumeza Yona akiwa hai. Swali ni, je, Mungu ni mkubwa wa kutosha kuumba na kuamuru samaki kama huyu? Basi hebu nikukumbushe, kama Mungu wetu muumba ni wa kweli, sehemu hii ya samaki ni rahisi. Sasa tunaambiwa hapa kwamba Bwana aliamuru samaki huyu. Kitenzi cha Kiebrania kinaweza kutafsiriwa kama kuandaa, kuteua au hata kuamuru. Kwa njia hii, siyo marejeo pekee katika Biblia kuhusu Mungu kumpa samaki jukumu. Katika Agano Jipya, Bwana aliamuru samaki akameze shekeli. Ile sarafu ilikuwa karibu na ukubwa wa nikel, na hivyo Petro angeweza kwenda kuvua samaki, akamshika huyo samaki, akatoa shekeli kutoka kinywani mwake na kulipia kodi ya hekalu kwa ajili yake na Yesu, Mathayo 17. Na lazima nikuambie, huo ndio uvuvi ninaoupenda. Basi kitabu cha Yona kinakaribia kutumia kitenzi hicho hicho cha Kiebrania kilichotafsiriwa kama kuamuru kuelezea majukumu ambayo Mungu atawapa vitu vingine alivyoviumba. Kule sura ya 4, Mungu anaamuru mmea, anaamuru mdudu, anaamuru upepo wa mashariki upulize kuelekea Ninawi. Na sitaki ukose kuona kejeli iliyopo hapa. Kila mtu na kila kitu kinatii maagizo ya Mungu isipokuwa Yona. Sasa itachukua muda gani kwa Yona kuelewa ujumbe huo? Basi Yona anaposhuka ndani ya tumbo la samaki huyu mkubwa na anapovuta pumzi moja au mbili za hewa hii moto, chafu na yenye unyevunyevu, angegundua baada ya muda mfupi mahali alipo. Na hiyo lazima ilikuwa ni hali ya kushangaza sana kutambua hivyo. Yona sasa anajua kwamba hana tumaini lolote. Kwa kweli yuko mbali na msaada wowote wa kibinadamu. Unaona, Mungu kimsingi anamruhusu Yona aonje kile ambacho Waninawi watapitia wakati wa hukumu: kukata tamaa, kutokuwa na msaada. Hakika amezidiwa na mawazo hayo. Kwa kweli, sura ya 2 inaanza na maneno haya: kisha Yona akamwomba Bwana Mungu wake. Sasa hatujaambiwa ilichukua muda gani kabla Yona kumlilia Bwana. Je, ilikuwa siku ya 3? Au ilikuwa mara tu baada ya kutua kwenye pango hili la giza ndani ya tumbo la samaki? Mimi sidhani kama ningesubiri muda mrefu hivyo mwenyewe.
Lakini tunachojua ni kwamba wakati fulani huyu nabii mpotevu hatimaye alianza kuomba, na maombi yake ni mfano mzuri wa njia wa toba ya kweli. Kwanza anaanza kwa kukiri kwa uaminifu kabisa. Mstari wa 2, nalimlilia Bwana katika shida yangu, naye akanijibu. Kutoka tumboni mwa Sheoli, yaani kaburini, nililia, nawe ukasikia sauti yangu. Maana wewe ulinitupa kwenye vilindi katikati ya bahari, ndipo nikasema, nimefukuzwa mbali na uso wako. Unaona, Yona anakiri dhambi yake hapa. Anakubali kwamba anapitia adhabu ya Mungu kwa haki. Sasa sala yake inaendelea hapa katika mstari wa 4, lakini bado nitaangalia hekalu lako takatifu. Tazama, hii ilikuwa kauli ya kujitoa upya kwa muumini wa Agano la Kale. Wakati Sulemani aliomba wakati wa kutawadhwa kwa hekalu kule katika mmoja wa Falme 8, aliomba maombi yoyote yatakayofanywa na mtu yeyote au na watu wako wote Israeli, kila mmoja akijua mateso ya moyo wake na kunyoosha mikono yake kuelekea nyumba hii, basi usikie mbinguni na usamehe. Kwa hiyo inaonekana kwamba Yona alikuwa amekariri mistari hiyo kwa sababu kama vile ananyoosha mikono yake kuelekea mashariki, anamwomba Mungu. Sikiliza hili, anaomba sala hii ingawa kifo kinaonekana kuwa hakika. Sasa hii ni maoni yangu, lakini nadhani Yona hakuwahi kuwa karibu na Mungu kama alivyokuwa ndani ya tumbo la samaki huyu mkubwa. Kwa kweli, anasema hapa kwenye mstari wa 7, wakati maisha yangu yalikuwa yanazimia, nilimkumbuka Bwana na sala yangu ikakufikia katika hekalu lako takatifu. Unaona, ni pale tu Yona alipokosa kabisa tumaini, akiwa hana msaada wowote, ndipo alimkumbuka Bwana. Na wewe je, leo? Labda kwa sasa uko kwenye hali ambayo inaonekana haina tumaini wala msaada. Hapo hakuna njia ya kutoka, na kama Yona umeanza kuangalia juu. Unaona, unapokosa tumaini, kumbuka kuangalia juu. Mkumbuke Bwana. Huenda huu ukawa wakati katika maisha yako ambapo utamkaribia Yesu Kristo kuliko wakati mwingine wowote. Sasa pamoja na hilo, Yona anaenda kuongeza shukrani na kudhamini kwenye sala yake ya kweli ya toba. Anaomba hapa kwenye mstari wa 8, wale wanaoshikilia sanamu za uongo wanaacha tumaini lao la upendo wa kudumu, lakini mimi kwa sauti ya shukrani nitakutolea dhabihu. Sasa tena wapendwa, kumbukeni hili. Yona hashukuru kwa sababu amerudi nchi kavu. Hapana, sivyo. Kwa kweli hajui kama atafika nchi kavu tena, lakini anashukuru kwa kile ambacho ni cha muhimu zaidi. Unaona, Mungu amebadilisha moyo wake kutoka uasi kwenda utii. Kwa hiyo Yona anamaliza sala yake hapa kwenye mstari wa 9, niliyoyaahidi nitalipa. Wokovu ni wa Bwana. Unaona, unatambua kwamba Yona anatumia msamiati ule uliotumiwa kuelezea wale mabaharia walipotubu na kuanza kumwabudu Mungu wa Israeli. Waliahidi kumtumikia Mungu kwa maisha yao. Sasa Yona naye anaahidi jambo lile lile. Labda unafikiria, sasa hiyo itamsaidia nini? Yaani, Yona ana nini cha kumpa Bwana sasa akiwa tumboni mwa samaki? Basi ngoja nikuambie, Yona anaweza kutoa kile ambacho na wewe unaweza kumpa Bwana. Haijalishi umeenda mbali kiasi gani na Mungu, haijalishi uko wapi sasa hivi. Zaburi 51 ni andiko lile zuri ambapo Daudi anaandika sala yake ya toba. Anasema hivi, dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kutubu, Mungu utaudharau. Unaona, unapomkimbia Mungu, shetani anafurahia kukuambia kwa nini Mungu angekutaka urudi. Wewe sasa unamfaidi nini? Huna chochote cha kumpa. Basi ngoja nikuambie mpendwa, hiyo ni uongo. Unaweza kumpa Mungu kile anachotaka zaidi: roho iliyovunjika, roho inayoweza kufundishwa, na moyo unaonyenyekea. Basi Yona anapotoa dhabihu hizi, Mungu anafanya jambo la ajabu.
Anampa huyu samaki kesi kubwa kabisa ya kiumbulia ambayo huwezi kufikiria, na ghafla huyu samaki mkubwa hawezi tena kumzuia Yona tumboni mwake. Kwa kweli, mstari wa 10 unatueleza akamtema Yona juu ya nchi kavu. Basi hapo yupo nabii mpotevu amerudi nyumbani kwa usafiri wa nyangumi. Lakini ngoja nikuambie muujiza wa kushangaza zaidi hapa katika Yona sura ya 2. Siyo safari ya Yona tumboni mwa samaki kurudi nchi kavu. Ni urejesho wa moyo wa Yona kurudi kwa Mungu. Mtumishi wa Mungu aliyekuwa amepotea amerudi nyumbani. Amehuishwa, amerudishwa, hata ameajiriwa tena kama nabii wa Mungu. Basi tutamwacha Yona hapa kwa sasa. Amejaa maji, yuko kando ya bahari ya Mediterania, na naweza kukuambia bila shaka kuna umati mkubwa wa watu unaokusanyika. Hadi kwenye safari yetu ya hekima ijayo, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.